فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أولا أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعلا، فلقد فاز المتقون. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أيها الناس عباد الله، ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia ziada ya sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ayuha al-ahibba, ndugu zangu katika imani, ikiwa Allah jalla wa ala bimannihi wa karamihi, kwa neema zake na ukarimu wake, akaweza kutuwafikisha siku ya leo kadhalika kuweza kuhudhuria siku kama ya leo, yaumul Jumaa, ni siku iliyokuwa bora kuliko siku zote katika masiku ya wiki. Ndugu zangu katika imani, Ijumaa iliyopita tulikumbushia na kuzungumzia alama za kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukaelezea jambo hilo, bali tukataja na baadhi ya alama hizo za kuonesha mtu anampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ilikuwa kadhalika na leo hii tuendelee na mwendelezo wa hutuba iliyopita, lakini kwa haja, kwa hali iliyoko katika jamii, bali katika miji yetu, kuna jambo ambalo ni lazima tulifahamishe katika jamii na tuwazindue katika jambo hilo,
nalo si lingine alqimar, jambo la kamari. Hili jambo yatupasa tulieleze na tuifahamishe jamii, ni jambo la hatari, khasatan fi shababi almuslimina, hasa kwa vijana wa Kiislamu wakaingia katika janga la kamar. Bali si hivyo tu, kwa jamii kwa ujumla ikaingia katika jambo la kamari, ikajipatia kipato kupitia jambo hilo. Kwa hiyo kutokana na haja iliyopo juu ya jambo hilo, nikaonelea katika hutuba hii nisimamie kwenye jambo hilo. Nimetanguliza kuitaja aya ya Allah Jalla wa Ala katika suratu Al-Maida iliyoko namba 91, kwa kuanzia aya 90 anasema Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, waumini waliomwamini Allah Jalla wa Ala, saddaqullaha wa rasulahu, waumini waliomsadikisha Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kadhalika wakamtii Allah na mtume wake. Allah anapowaita waumini, kuna jambo ima anataka kuwaamrisha au kuna jambo anataka kuwakataza. Ukitizama miongoni mwa aya nyingi zilizokuja kwa jina la kuwaita waumini, ima kuna jambo wanataka kukatazwa au kuna jambo wanataka kuamrishwa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, innamal khamru, hakika ya pombe, wal maisiru, na kamari, wal ansabu, na kumwabudia asiyekuwa Allah Jalla wa Ala, wal azlamu, na kupiga ramli. Ameyataja mambo haya manne. Jambo la kwanza pombe, la pili ni kamari, la tatu ni kumwabudu asiyekuwa Allah. Wewe Muislamu kama unaabudu makaburi, wewe Muislamu kama unaabudu mizimu, Allah Jalla wa Ala anasema na kumwabudu asiyekuwa Allah. Wale azlamu, na kupiga ramli. Muislamu kama unapiga ramli, rijsun min amali shaytan, Allah akasema ni uchafu huo. Pombe, kamar, kumwabudu asiyekuwa Allah na kupiga ramli, vyote hivyo ni uchafu. Min amali shaytan, ni katika matendo ya shaytan. Kisha Allah Jalla wa Ala akasema fajitanibuhu, jiepusheni na mambo hayo, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Allah aweze kuwasamehe madhambi yenu kwa kule kumtii yeye na kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa ni sababu ya kujiepusha na mambo haya. Allah akakuridhia kwa sababu umejiepusha na lile aliyoharamisha Allah. Inma yuridu shaytan, hakika si vinginevyo, shaytani anawatakia watu ayyuqi bainakum al'adawata walbaghdha'a, atie uadui baina ya watu na chuki. Huyu shaytan ambaye ndiye anayechochea kufanya matendo ya sampuli hii, kunywa pombe, kucheza kamari, kumwabudia asiyekuwa Allah, lakini kadhalika na jambo la kupiga ramli. Haya ni katika matendo ya shaytani. Shaytani anawaamrisha watu wayafanye haya ili aingize uadui baina yao, atie chuki baina yao. Hapana shaka juu ya jambo hili. Fil khamri wal maisiri, katika pombe na kamari. Wayasuddakum an dhikrillah, na likapelekea jambo hili kuwazuilia watu kumtaja Allah. Wewe unapokuwa katika hali ya kunywa pombe na kuuza pombe, huo wakati utakumbuka kumtaja Allah Jalla wa Ala. Hali ya kuwa umelewa, hali ya kuwa wauza pombe, hauwezi kumtaja Allah katika hali hiyo. Lakini kadhalika na katika kamari, wacheza kamari, umenunua jitu la kutengenezea la kuchezea kamari, takuja kutaja mifano
ya vitu hivyo ambavyo watu wanacheza kamari. Allah anasema wayasuddakum an dhikrillah. Haya mawili yanawazuilia watu kumtaja Allah, pombe na kamari. Wa anis salah, na kuswali. Mtu akaacha kuswali, anapoteza muda wake kwenda kucheza kamari, anacheza draft, anacheza bao, anacheza bonanza. Hizi ni katika kamari. Allah jalla waala kaharamisha haya. Umekwenda kupoteza muda wako kwa kuyacheza mambo haya ya kamari kwa aina zake zote, yanawazuilia watu kwenda kuswali. Ukitaka kujua kwamba yanawazuilia watu, tizama watu wanaefanya mambo haya wakati wa kucheza kamari, wa kunywa pombe na kuuza. Hawamkumbuki Allah jalla waala. Waislamu wazinduke, afiqu ya ibadallah, fa inna alqimara walkhamra rijsun min amali shaitan. Hakika kamari na pombe ni matendo ya shaitan. Fahal antum muntahun? Allah akauliza, je, nyinyi hamkomeki na hayo? Hamkomeki na kucheza kamari? Ni katika majanga makubwa yaliyoingia katika jamii zetu au katika miji yetu, yakawasomba mpaka Waislamu wakaacha kujua sheria ya dini yao yaeleza vipi. Wakazingatia kwamba maadamu ni mchezo unempatia mtu kipato akapata riziki, pasina kutizama kwamba huu mchezo ni katika ile michezo aliyokataza Allah jalla waala. Wa atii'u Allah wa atii'u rasula, mtiini Allah na mtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Maashara almuslimin, ndugu zangu katika imani, aya hii inatuwekea wazi kwamba jambo la kamari ni jambo la haram. Yudhammu ta'ala hadhihi al-ashya. Anasema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Allah anayasema kwa ubaya mambo haya alqabiha, machafu, mambo yaliyokuwa machafu. Wayukhbiru annaha min amali shaitan, na Allah anatukhabarisha na kutueleza vitu hivi ni katika matendo machafu ya shaitan. Wa annaha rijsun, na kwa hakika ni uchafu. Fajtanibuhu. Allah aliposema kwamba jiepusheni na hayo, wewe Muislamu jiepushe na kamari, jiepushe na kunywa pombe. Ayi uturukuhu. Ibn Kathir akasema, yani acheni mambo hayo, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Fa innal falaha la yatimu illa bitarki ma harrama Allah. Anasema Ibn Kathir, hakika mafanikio hayawezi kupatikana illa bitarki, isipokuwa kwa kuyaacha ma harrama Allah jalla wa ala, kuyaacha yale ambayo Allah ameyaharamisha, khususan hadhihi alfawahish almadhkura, hasa haya mambo machafu yaliyotajwa katika aya hii. Wa hiya alkhamru, nayo ni pombe. Wa hiya kullu ma khamara alaql, nayo ni kila ambacho kinaharibu akili ya mtu. Ukila pombe akili yako itachanganyikiwa, haitokuwa salama. Na kila ambacho kitakuwa na mfano wa pombe, ukila au ukinywa, kitaharibu akili yako. Itaingia mirungi itaingia kadhalika. Watu wakakithirisha, hawamuogopi Allah jalla waala, wanatizama faida ya mali wanayopata pasina kutizama ni haram, pasina kutizama mirungi inaharibu akili za watu, inaharibu vitu vingi wanavyotaja ahlul ilm. Lakini kadhalika ni kupoteza mali.
mtu akashughulika na biashara ya mirungi, anauza na kununua, haogopi kwamba atakwenda kuulizwa na Allah jalla wa ala. Inna Allaha tayyibu la yaqbalu illa tayyiba, hakika Allah ni mzuri, hakubali isipokuwa ni vizuri, vile vizuri. Wewe wauza mirungi, pato la haramu, alafu watumikia katika dini ya Allah jalla wa ala kipato cha haramu. Kwa hiyo ni katika vitu ambavyo vinaharibu akili ya watu, mirungi, pombe na bangi kadhalika, au madawa ya kulevya kwa ujumla. Haya yanapeleka kuleta uharibifu mkubwa katika jamii. Vijana wakaharibika, si vijana wa kiume au vijana wa kike, wakaingia katika janga la kula mirungi. Wanawake wala mirungi, mume anakula mirungi, mabinti wanakula mirungi, vijana nao wanakula mirungi. Ukwape umma wa Kiislamu ambao utaisimamia dini ya Allah, ukweli wa kuisimamia, endapo atashughulika na mambo haya. Fattaqullaha ya ibadallah, muogopeni Allah jalla wa ala. Msitangulize matamanio ya nafsi ukatizama kipato utakachokipata. Kwa hiyo Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema mambo haya manne aliyotaja Allah ni uchafu, hayana khairi ndani yake, hata kama faida itakuwa ni nyingi. Kadhalika katika jambo ambalo tutabezi zaidi kulitaja hapa ni jambo la kamari. Kamari kwa aina zake zote. Sasa hivi kumekuwa na aina za kila aina za michezo ya kamari. Michezo ya kamari, kuna drafti, watu wakacheza, ni mchezo wa kamari. Lakini kadhalika kuna mchezo wa bao, ni katika kamari pia. Mchezo wa karata, watu wakawa wanacheza, panapelekea michezo hii kupoteza mali za watu. Na hayo ukiyatizama ni majanga makubwa. Wacheza mchezo huo, mali yako imekwenda na bado wadaiwa. Nyumbani wazazi hawajui lolote. Aenda kushikwa shati mzazi wako, aenda kukamatwa mzazi wako. Shida nini? Wewe mtoto, wewe kijana, ulikwenda kucheza kamari kwa sababu tu ni mchezo umekupendeza. Hautizami, wapoteza mali. Ile mali ungeitumia kwenda kusoma dini yako, ungetumia mali hiyo kwenda kununua vitabu, ingekuwa ni kheri. Lakini kijana ukapoteza muda kwenda kutumia pesa yako katika jambo la haramu. Ayuha nasu ibadallah, jambo la kamari ni jambo ambalo ameliharamisha Allah jalla wa ala katika Qur'an, lakini kadhalika na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza jambo hili. Miongoni mwa kamari ambazo zinachezwa, pana michezo inaitwa imanibiko au tatumzuka, michezo ya kucheza kwenye simu. Kuna spoti pesa, watu wanacheza michezo hiyo. Hajishughulishi na jambo ambalo litamuingizia kipato cha halali, akashughulika na mambo ya kamari, kwamba akiweka shilingi 1000 atashinda 500,000, akiweka shilingi 10,000 atashinda 1,000,000. Basi ikawa ndo kazi yake hiyo. Maashara almuslimin, aqulu ma sami'tum astaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلموا تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ndugu zangu katika imani, fa innal qimara wal maisira wal ansaba wal azlama, hakika kamari na pombe kadhalika na kumwabudia asiyekuwa Allah na jambo la kupiga ramli ni mambo ambayo ni katika matendo ya sheitani. Hakuna kinachomsukuma mtu akaenda kucheza kamari au kupiga ramli na mfano wa yale yaliyotajwa, ni katika mambo machafu anayewatia nayo sheitani. Sheitani huwachochea katika hilo. Bali haya, wa illam takun najasatun wal umuru al khabitha mimma yanbaghi ijtinabuha wa adm at tanaddus bi awdariha, ikiwa mtu atatizama kwamba labda akaona mbona hayana matatizo, yanamuingizia mtu kipato hizi kamari, bali ni katika najis kwa mujibu alivyotaja Allah jalla wa ala. Na bali kamari inapelekea Waislamu hasatan kwa vijana wakapoteza muda wao. Yawezekana akaambiwa na mzazi, fanya hivi, fanya hili, kijana akawa hasikii, akawa haelewi, lakini akapupia katika jambo la kwenda kucheza mchezo wa kamari. Akaona ni kazi ngumu kumsaidia mzazi wake chochote kile katika kazi ima za nyumbani, lakini akaona ni muda mzuri kwenda kucheza kamari. Miongoni mwa hizo kamari ni haya mabonanzi yaliyoletwa katika jamii zetu. Wallahi thumma wallahi, yametuharibia vijana wetu, yamewasababisha vijana waingie katika janga la kuwaibia wazazi wao, bali la kuwaibia ndugu zao mali kwa sababu ya kamari. Kijana anaiba pesa, hasikii, haelewi anachoambiwa, lakini kwa kuwa hayo mabonanza yaliyoletwa yakawekwa katika miji mbalimbali, mtu akaenda na pesa. Mtoto haujui pesa kapata wapi, hauelewi kapata wapi, lakini kwenye michezo hii wamkuta yupo. Na hili tuambie nyinyi vijana, ittaqullah, muogopeni Allah, mcheni Allah jalla wa ala, msiwe na tamaa za kuingia katika mambo ya haramu. Utakwenda kuulizwa na Allah jalla wa ala, mali yako ulipata wapi? Kama anavyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, hataondoa mtu unyayo siku ya kiyama hata yusala an arba'in, paka ulizwe mambo manne. Miongoni mwa hayo, an malihi, ataulizwa kuhusiana na mali yake. Min aina iktasabahu, ni kutoka wapi ameichuma hiyo mali na wapi ameitoa. Yote haya mtu ataulizwa. Mali yako uliipata kwa njia ya kamari, kwa njia ya kamari waenda kucheza, bali hufikia hatua vijana wakasingizia, akimweleza mzazi wake na shida, kuna shida imenipata. Kwa kuwa baadhi ya wazazi wengine hataki kujua huyu mtoto ana shida gani, basi anamwambia hii hapa, nenda kanunue hicho anachotaka.
haelewi, kumbe mtoto anaenda kucheza kamari. Kadhalika wazazi, kuweni makini. Mwanao kuomba pesa, haujui anaenda kufanyia nini. Huenda anakwenda kucheza michezo hiyo. Lakini kadhalika ndugu zangu waislamu, ni twapoteza mali katika vitu visivyokuwa na maana. Waenda kufanya kazi ngumu wewe, ima walima au wewe ni fundi, umetumia wakati mwingi kuitafuta hiyo pesa. Huenda ulikuwa unapambana kweli kweli, lakini hauna hofu ya Allah. Kwa kuwa umeona pesa umeipata, haukuzingatia mipaka, ukaenda kuitumia katika hali ya kucheza kamari. Ima ni haya mabonanza, na zinawekwa silver sio noti. Ukienda na noti shilingi 10,000, 5,000 eti wataka kucheza, watakwambia nenda kaichenji kwanza, ulete silver. Ukitumbukiza noti yenyewe wanakwambia haiwezekani, kachenji. Haya ni katika mabalaa, bali janga lilokuwa kubwa zaidi endapo mambo haya hayatokatazwa katika jamii zetu. Kama tulivyosema, vijana wataharibika, lakini kadhalika katika kuharibika huko ni jamii na umma wa Kiislamu unapotea. Baadaye wazazi twalalamika, twasema walimu wa madrasa hawafundishi nini au hawawachapi nini. Mwalimu wa kwanza wa kumdhibiti mtoto ni wewe mzazi, kisha mwalimu wa madrasa atakuwa ni sehemu ya kukusaidia katika hilo. Mtangulize hofu ya Allah, usimtangulizie hofu ya dunia, kwamba mwanangu kifanya hivi tachoma moto. Tangulizie hofu ya Allah, utakwenda kuadhibiwa na Allah. Usilifanye hili, litakupelekea pabaya. Maashara almuslimin, hayo ni katika mambo ambayo yamejiri katika jamii zetu au katika miji yetu. Vijana wachukue tahadhari juu ya janga hilo. Michezo hiyo jiwekeni nayo mbali, si michezo salama, bali chungeni pia marafiki mnayekuwa nao. Tizama rafiki unayeweka urafiki naye. Maji siku zote masafi, ukiyachanganya na maji machafu, usije ukadhania yale machafu yatabadilika kuwa masafi. Hata siku moja yatakayoharibika ni yale masafi. Kwa hiyo chunga hilo, usije ukasema hamna shida, takaa nao tu hawa vuta bangi, takaa nao tu hawa wala mirungi, tawabadilisha. Watakubadilisha wewe. Ittaqullah, muogopeni Allah jalla waala. Ni aula ukaijalia nafsi yako ndo rafiki yako wewe mwenyewe, kuliko kwenda kumjalia rafiki muovu ndiyo rafiki yako, akakutumbukiza katika janga kama hilo. Maashara almuslimin, tumuogopeni Allah jalla waala, wa atii'u Allah, namtiini Allah, wa atii'u rasula, namtiini mtume sallallahu alayhi wasallam. Wahadharu, nachukueni tahadhari ya kumuasi Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa in tawallaytum, ikiwa mtakengeuka juu ya jambo hilo, fa attention single men, there is a social app made just for you. Sign up in just a few minutes, and you can see profiles of high-quality single girls near you. They will contact you first. Ni juu yao kufikisha. Ushafikishiwa, ushajulishwa. Ima ulikuwa haujui, ukafahamika, ukajua kwamba kucheza mchezo wa bonanza, wa drafti, wa bao ni katika michezo ya kamari. Inawapelekea watu kuacha swala, kuacha kumkumbuka Allah jalla waala.
ayuha an-nas fattaqullaha waraqibuhu, mcheni Allah jalla wa ala na chungeni ukweli wa kuchunga mipaka yake. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din.